Lakini niseme kutokana na utafiti, takwimu zimeonyesha kwamba wananchi wana imani na sungusungu na wana imani na jeshi la polisi. Na imani hizi zinalingana. Ni kitu ambacho nadhani sisi wenyewe hapa lazima tukitafakari kwa mapana yake. Si kitu kidogo cha kubeza, ni kitu cha kutafakari kwa kina. Lakini pia tukiangalia wananchi wa vijijini, pamoja na kwamba hawana vituo vya polisi, imani yao kwa jeshi la polisi inalingana na wananchi walio mijini. Yenyewe inatia shaka kidogo. Sijui kama hapa sisi kama wadau tutajaribu kuliangalia. Hizi namba zinakupa taarifa gani kwamba mwananchi hayupo karibu na polisi lakini ana imani tu? Naambia Watanzania tuna utamaduni wa kuaminiana. Lakini sasa nikiuliza swali hapa tulipo sisi sote hapa, are we feeling safe? Tunajiona tuko salama hapa tulipo? Kama utafiti ungekuwa unafanyika hapa, tunajisikia kwamba tuko salama? Na kama tukiwa wa kweli hapa tulipo, ambao wanaweza kukiri kwamba walikuwa wanakumbuka namba ya jeshi la polisi ya zimamoto na ya watoto na ya TAKUKURU, nadhani hatufiki hata nusu. Ukweli si kweli? Sasa hii ni taarifa kubwa kwa jeshi la polisi kwamba yawezekana wanafanya kazi yao vyema. Niseme kweli, ukienda vituo vya polisi namba hizi utazikuta. Hadi za wakuu wa vituo vya polisi watakwambia kwamba tuko wazi. Lakini uwazi huu katika nyakati ambazo tuna teknolojia ya habari haujaweza kuwafikia wananchi kwa namna ambayo wao wanadhania kwamba wangeweza kuwafikia. Watu utamaduni wa kubandika hizi namba kwenye mbao zao za matangazo pale kwenye vituo vya polisi. Itafutwe namna ya kushirikiana na mitandao ya kijamii, ya kushirikiana na vyombo vya habari katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata namba hizi na wajue kwamba namba hizi zinaweza kupatikana kwa wakati gani na unaweza kuripoti vipi tukio, kwa sababu wakati mwingine kuripoti ni jambo moja, lakini unaripoti vipi na taarifa gani wananchi wanatakiwa wazitoe ili waweze kusaidiwa, inaweza ikasaidia sana, na labda inaweza ikaongeza imani kwa jeshi la polisi zaidi hata ya sungusungu. Niseme kwa mtani kwangu mimi binafsi tunao sungusungu, lakini hata sungusungu wenyewe huwa siwajui kina nani, na matukio ambayo yanaripotiwa ya uhalifu katika eneo la Mbezi Beach ni mengi. Yanaripotiwa ya nyumba kuvamiwa, magari kupasuliwa, sijui watu kuumizwa. Mara nyingi ambao kwa haraka wanaotupa ripoti huwa ni hawa sungusungu, lakini kupitia serikali ya mtaa. Najaribu kupata tafsiri ambayo wengi labda tutajaribu kujadili kwa upana wake. Sababu ya serikali za mitaa kuwa karibu na wananchi sana kuliko jeshi la polisi, na sababu ya jeshi la polisi, najua kuna patrol zinazofanyika Dar es Salaam za jeshi la polisi, kutokuonyesha kuwa na impact, na tafuta neno la Kiswahili la haraka, kutokuwa na impact kama sungusungu iliyo mitaani katika maeneo ya mijini. Ni masuala ambayo kwa binafsi naona ni masuala ambayo ni mtambuka, yanatakiwa kujadiliwa na kuangaliwa kwa mapana yake. Lakini niseme utafiti huu ungefanywa kwa watu 5,000, yawezekana majibu yangekuwa tofauti. Na kama walivyosema neno violence lingeweza kutofautishwa na ukatili ungetofautishwa na uhalifu, kuna uwezekano labda hata matokeo yangeweza kuwa ni tofauti kidogo. Kwa hiyo nadhani Watanzania yawezekana wanadhani wako salama upande mwingine, lakini kama utafiti huu ungefanyika kwa watu tunaokaa Dar es Salaam, ungefanyika enzi za utafiti huu ungefanyika enzi za Panya Road wameshika kasi, tunatarajia matokeo yangeweza hata kuaminika. Si rahisi sana. Watu Dar es Salaam walikuwa wanajisikia hawako salama, lakini kwa kuwa Panya Road wameweza kudhibitiwa, yawezekana ni matokeo ya serikali iliyopita. Serikali ya sasa inaweza ikaonekana kwamba imeweza kudhibiti uhalifu, lakini inawezekana serikali iliyopita wakati inaondoka iliacha imedhibiti kile kilichotokea. Ndio maana tunaona kinachotokea kwamba wananchi wanaanza kujenga imani na vyombo hivi vya dola. Lakini niseme bado naamini swala la Kibiti nalo linasababisha wananchi kusikia hawako salama. Sasa sijajua kama kwenye kuhoji tungewahoji wananchi, kama utafiti ungejikita maeneo yale, kuna uwezekano mkubwa wananchi wale wa eneo lile kama wangepewa nafasi kubwa kwamba ndio wangekuwa ni wengi, wangeweza kuathiri hata matokeo ya utafiti huu. Asante. Naomba nikuulize swali au wengine wote. Nianze na wewe kwanza. Umegusia Kibiti, umegusia sungusungu. Naomba ugusie kidogo vyombo vya habari, kwa sababu wanashtakiwa wao kukuza hali tete ya usalama, wakati tafiti zinaonyesha kwamba hali hiyo kwa kweli kwa wananchi sio mbaya, kwamba wanajisikia wako salama, kwamba labda hii hali tunayojisikia sisi humu ndani labda sisi kwenye kundi letu hili kwamba hali ya usalama ni mbaya, ni kwa sababu tunasoma magazeti yale, vichwa vya habari ambavyo tunavutiwa sisi kusoma hayo.
kwamba huko kwingine huko ambapo hamna labda vitu nani TV, wanasikiliza redio lakini hakuna magazeti, uhalisia ndio huo ambao tumeona. Kuna mchango wa vyombo vya habari katika hili. Kuna mchango mkubwa wa vyombo vya habari. Kwanza niseme, sidhani kama wanahabari wenyewe wanaweza kukiri kwamba wanajisikia wako salama, kwa namna ambavyo zimekuja sheria kadhaa na namna ambavyo wanahabari wengine wamekuwa kivamiwa na vitu kama vile. Kwa hiyo kwa upande wa wanahabari, nina shaka sana kama wanahabari wenyewe wanajiona wako salama. Lakini vyombo vya habari hivi ndio vilivyofanya wananchi wawe na amani tunayoiona, ya amani ya rohoni, kwamba kwa sasa tunajisikia salama. Hata wa vijijini wale walio wengi ambao hawana hata internet, wanaopata taarifa za redio, usikia kwamba serikali inashughulikia hili, wameweza kuwa na amani kwamba kwa sasa mambo yanaenda shwari. Kwa hiyo naamini jeshi la polisi, kama ambavyo nilikuwa nikitoa wito, jeshi la polisi linahitaji vyombo vya habari kwa kiwango kikubwa. Serikali kwa upana wake inahitaji vyombo vya habari. Lakini wakati huu wa zama za sayansi na teknolojia, watumiaji wa mitandao pia wanahitajika katika kuhakikisha kwamba wanasaidia katika kuhakikisha kwamba tunataarifiana kunapokuwa, kwa sababu sijajua katika utafiti wenu kama mmeweza kuhoji wanaotumia mitandao ya kijamii kama wao wanajisikia wako salama. Kuna uwezekano walio kwenye mitandao ya kijamii wanajiona hawako salama kwa namna ambavyo faragha zao zimekuwa zikiingiliwa, au wengine hawana hata uhuru wa kuweza hata kuingia kwenye magrupu ya WhatsApp. Kwa hiyo maoni yangu ya kwanza lilenga wananchi kwa upana wao, lakini tukianza kuchagua kada na kada, siamini kwamba wanahabari wanajiona wako salama, na siamini hata matajiri ambao siku za nyuma, ambao hiyo ilikuwa ni mwezi wa 4, tukija mwezi Julai kwenda Agosti, ukifanya utafiti kwa matajiri waliosema kwamba wao wanajiona kwamba wako salama, wako juu ya sheria, kwa yanayoendelea, kuna mtu atakayeweza kujigamba kwamba yuko juu ya sheria? Sitaki kuamini hili. Asante sana.